Mambo ya muhimu kuhusu maana ya jina. Jambo la kwanza, tunaposema jina kiroho, ni tamko la maisha ya mtu la kwanza. Jina ni tamko la kwanza juu ya maisha yako, likiwa na uwezo wa kuongoza maisha yako kuelekea kusudi fulani. Watu kabla ya kuzaliwa, wako wengine wanajiuliza, tukipata mtoto ataitwa nani? Kwa hiyo jina huwa linakuwa ni tamko la kwanza linalohusiana na maisha ya mtu huyo, linaobeba utambulisho wake, atakuwa nani siku zijazo. Lakini wakati mwingine linatupa taswira, vita yake itakuwaje, huyu mtu itakuwaje. Linabeba utambulisho, ni tamko la maisha. Jina ni tamko la kwanza juu ya maisha ya mtu, likiwa na uwezo wa kuongoza maisha yake kuelekea kwenye kusudi fulani. Hilo ni jambo la kwanza la msingi kujua. Jambo jingine, nguvu na nyota. Yaani jina la mtu limebeba nguvu na nyota. Kuna nguvu na nyota ndani ya jina la mtu. Mtu akikamata jina lako kiroho, ana uwezo wa kukamata nyota yako. Kwa maana wakati mwingine unaweza ukaulizwa juu ya jambo fulani, ama mtu anafuatilia jina la mtu, lakini jina lile anafuatilia ili afanye kitu fulani. Jina lako, narudia tena, nguvu na nyota kwenye jina. Jina lina nguvu. Ukisema kwa mfano, ukaenda sasa hivi sehemu ukawaambia nimetumwa, let's say nimetumwa na waziri mkuu, nimetumwa na waziri mkuu kwenye taasisi fulani, nenda, nimetumwa na waziri mkuu. Yaani kwanza ukishasema waziri mkuu, inabidi wale watu wakuangalie kwa namna ya tofauti. Hata kama walikuwa wanaonyesha kutokujali, utaanza kuona bwana karibu sana. Yaani utaanza kuona wanaanza kutafuta namna fulani ya kukuhema. Alafu sasa wanachoanza kutafuta kuprove hicho ambacho unakisema. Jina lina nguvu. Jina, yaani sasa hivi mwenye jina yoyote, lile jina lake, anaweza akakwambia nenda sehemu fulani, umwambie mimi fulani nimekuagiza unipe milioni 100. Yule mtu unamwambia naomba milioni 100 kupitia jina la mtu fulani. Akiwa na kufahamu, inawezekana simuulize, lakini atakachotaka tu labda pengine ni kuconfirm juu yule mtu jina lake. Ukishakuwa mfano, baba yako ni mtu fulani, ndugu yako ni mtu fulani, rafiki yako ni mtu fulani, na inafahamika kabisa wewe ni mtoto wa fulani. Kuna watu wanafahamika wewe ni mtoto wa fulani. Kuna watu wanafahamika huyu bwana ndugu yake ni mkubwa fulani. Anafahamika kupitia jina la yule ndugu yako ama mzazi wako. Wewe pia unaweza ukawa tishio. Bwana huyu mtu mwacheni. Huyu bwana ana wakubwa nyuma yake. Wale wakubwa wana majina. Ama yule mkubwa ana jina. Lile jina lina nguvu, linaogopeka. Mwacheni bwana. Jina. Ndio maana ipo vita kwenye jina. Jina limebeba utambulisho. Jina limebeba nguvu. Jina limebeba nyota. Tupige hatua utaelewa. Lakini jambo jingine, uhusiano wa jina lako, uhusiano wa jina lako na hatima yako. Kuna uhusiano mkubwa wa jina lako na hatima yako. Haleluya. Kuna uhusiano mkubwa wa jina lako na hatima yako. Unaitwa Mwana Manungu, unaitwa Mwana Budagala. Kuna majina watu wanayo. Tena majina haya asili huko. Yaani kuna majina. Hebu nipeni majina. Jina gani? Jina naitwa Sato. Sasa mnakataa. Sasa wewe unaitwa Sato, ufikiria maisha ya Sato. Kuna majina. Uhusiano wa jina la mtu na hatima yake. Yaani jina la mtu lina uhusiano na kesho yake. Lina uhusiano kabisa na kesho yake. Mimi ninapokufundisha hapa uanze kufuatilia. Jina lako, watoto wako, mume wako, mke wako. Jina la mtu lina uhusiano na hatima yake. Bwana mpendwa sana. Haleluya. Kama lilivyo jina ndivyo maisha ya mtu yanaweza kuwa. Kama lilivyo jina ndivyo maisha ya mtu yanaweza yakawa. Tumeona kwa namba ni hapo ilikuwa hivyo. Mtu akiitwa mwizi ataishi maisha ya wizi. Yaani mwizi ataishi maisha ya wizi. Huyu mnyang'anyi maisha yake yatakuwa ni ya unyang'anyi, kwa sababu kuna namna ambavyo anatambulika. Haleluya. Haleluya. Badilisha matamko yanayohusu jina lako. Kupitia somo hili tunapokwenda kujifunza, tutabadilisha matamsho yote yanayohusiana na jina la mtu. Haleluya. Tutabadilisha, na ziko njia za kuweza kubadilisha. Tutafanya hili. Moja wapo ni njia ya maombi. Haleluya. Nyingine pia ni njia ya ubatizo. Nataka tupige hatua. Haleluya. Jina ni utambulisho wa kiroho
unaoamua mwelekeo wa maisha ya mtu. Bado nakupa kwamba jina ni utambulisho wa mtu kiroho unaoamua uelekeo wa maisha ya mtu. Ndio maana ukisoma Biblia tutafikia vifungu hivyo. Kuna mahali Mungu anasema kabisa huyu atakayezaliwa aitwe mtu fulani, anatoa uelekeo. Mungu anataka kumbadilisha Ibrahim awe baba wa mataifa, anambadilisha jina kutoka Abraham na kuwa Ibrahim, baba wa mataifa mengi. Manake jina linatoa taswira ya uelekeo wa maisha ya mtu. Haleluya, haleluya. Fuatilia jina lako. Haleluya. Na tunapokwenda tutachagua hata baadhi ya majina. Sasa tupige hatua. Maana ya utambulisho wa kiroho. Maana ya utambulisho wa kiroho. Naposema maana ya utambulisho wa kiroho ni kuwa na uhakika wa nafasi yako kwa Mungu na kuelewa nguvu iliyo ndani yako. Ndio nasema utambulisho wako kiroho ni kuwa na uhakika wa nafasi yako kwa Mungu na kuelewa nguvu iliyoko ndani yako. Utambulisho wa kiroho. Mimi ni mwana wa Mungu. Ni utambulisho wa kiroho. Nafasi yangu kama mwana wa Mungu ni nani? Mimi ni mtumishi wa Mungu. Nafasi yangu kama mtumishi wa Mungu iko vipi? Ni utambulisho ambao unakuwa unaelewa. Wakati mwingine adui ametupiga kwa sababu ya kushindwa kujua utambulisho wako ni nani. Utambulisho wako ni nani? Umeshindwa kujua. Mara nyingi tunaishi ingawa tuko makanisani, lakini hata pia tumeshindwa kutambua utambulisho ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Watu naishi maisha ambayo imefikia mahali yani hujui utambulisho wako ni nani. Hujui kama ni mwana wa Mungu. Adui anakupiga mpaka unashindwa kujua aina ya utambulisho wako mbele za Mungu. Tupige hatua, twende tena. Sasa nataka kuambie, hebu tuangalie kwa mfano kuzaliwa kwa mtu huyu mmoja anaitwa Samson. Kitabu cha Waamuzi nipe hapo 13:2 mpaka 19. Msomaji nisomee hapo kwa msaada wa Bwana. Naomba usome vizuri kabisa ukiwa umetulia. Isome yote alafu tutaipitia. Neno la Mungu linasema, ndio, palikuwa na mtu mmoja Sola ya jamaa ya Wadani. Ndio, huyo mtu mmoja jina lake akiitwa Manoa. Ndio, Manoa. Na mkewe alikuwa tasa. Na mkewe alikuwa tasa. Hakuzaa watoto. Hakuzaa watoto. Malaika wa Bwana akamtokea. Malaika wa Bwana akamtokea. Yule mwanamke akamwambia, tazama, wewe sasa utasa. Wewe sasa utasa. Huzai, lakini utachukua mimba. Nawe utamzaa mtoto. Mwanaume. Basi sasa jihadhari na kuomba. Usinywe divai wala kileo. Wala usile kitu kilicho najisi. Ndio. Kwani tazama utachukua mimba. Nawe utamzaa mtoto. Mwanaume. Na wembe usipite juu ya kichwa chake. Maana mtoto huyo ndio atakuwa mnadhiri wa Mungu. Ndio. Tangu tumboni. Ndio. Naye ataanza kuwaokoa Israeli. Ndio. Na mkono wa Filisti. Ndipo yule mwanamke akaenda akamwambia mume wake. Ndio. Akisema, ndio, mtu wa Mungu alinijia. Na uso wake ulikuwa kama uso wa malaika. Wa Mungu. Wa kutisha sana. Ndio. Nami sikumuuliza, umetoka wapi? Ndio. Wala hakuniambia jina lake. Ndio. Lakini aliniambia, tazama, utachukua mimba. Nawe utamzaa mtoto mwanaume. Ndio. Basi sasa usinywe divai wala kileo. Wala usile kitu kilicho najisi. Maana mtoto huyu atakuwa mnadhiri wa Mungu. Tangu tumboni. Hata siku ya kufa kwake. Ndipo huyo Manoa akamuomba Bwana akisema, Bwana nakuomba. Yule mtu wa Mungu uliyemtuma aje kwetu mara ya pili. Atufundishe haya yatupasayo kumfanyia huyu mtoto atakayezaliwa. Mungu
Mungu akasikiza sauti ya Manoa. Naye malaika wa Mungu akamwendea yule mwanamke. Tena alipokuwa anaketi shambani. Lakini mmewe Manoa hakuwapo pamoja naye. Basi huyo mwanamke akaenda haraka, akapiga mbio na kumwambia mumewe, akisema, tazama, huyo mtu amenitokea, huyo aliyenijilia siku ile. Basi Manoa akainuka akamwandama mkewe na kumfikiria mtu huyo. Akamuuliza, je, wewe ndiye mtu yule aliyenena na huyu mwanamke? Akasema, naam, ni mimi. Manoa akasema, basi sasa hayo maneno yako yatakapotimia, je, huyo mtoto atakuwa wa namna gani? Haleluya. Sasa komea tu hapo. Utasoma mpaka 19. Tunaona hapa mama yake na Samsoni anatokewa na malaika. Anamwambia utabeba mimba kwa sababu umekuwa tasa. Utazaa mtoto. Na huyo mtoto atakuwa nadhiri wa Mungu. Lakini anamwambia usitumie vitu fulani. Usile vyakula fulani, usinywe vinywaji fulani kwa sababu huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Haleluya. Yaani Mungu anatoa maelekezo kabla ya mimba ya mtu kutungwa. Anatoa maelekezo. Na anawapa taswira kwamba huyu mtu ajaye atakuwa mnadhiri wa Mungu na ameitwa ili pia kukomboa taifa lile la wana wa Israeli juu ya mikono ya nini? Ya Wafilisti. Kwa hiyo anaambiwa wakati malaika amemtokea kwa mara kwanza alikuwa peke yake. Akaenda akamweleza mume wake. Mume wake akashindwa kuelewa hilo jambo. Ikabidi aombe tena kwamba Bwana mtume malaika ili tuje tupate maelekezo vizuri wote kwa pamoja. Na hapa najifunza kitu tukija kujifunza huko habari hasa kwa mama siku za Jumatano tuwepo basi. Kumbe kuna namna hata ya kumpata mtoto. Yaani kama watu wanapokuwa na uhitaji wa kupata mtoto wakaingia katika hali ya kuomba kwamba Mungu tunataka sasa tupate mtoto. Yaani mbingu inakupa maelekezo. Usifanye nini juu ya ile mtoto, usitumie nini, lakini pia utamuita nani, lakini pia anakuja kwa ajili ya ishu gani. Kwa hiyo mama akaelekezwa na mume wake. Tena waliomba kabisa kwamba tupatie tujue namna ya kumlea huyu anayekuja. Yaani tuelewe yatupasai kutenda kwa ajili yake. Wakaelekezwa. Lakini mwisho siku alipozaliwa akaitwa Samson. Haleluya. Akaitwa nani? Aliitwa Samson. Asili ya jina hili ni Kiebrania, yani Shimshoni, ambalo maana yake ni jua, mtu wa jua, ama kwa lugha nyepesi nyingine kwamba ni mtu mwenye nguvu. Jina lake ni jina ambalo lilikuwa linaashiria ni mtu mwenye nguvu. Na asili yake hiyo jina lenye nguvu, shughuli yake pia wewe mwenyewe unaelewa ilikuwa ni mikiki haswa. Ukisoma Biblia unaona ni mtu ambaye alipambana, ni mtu mmoja lakini alipiga watu wengi kwa wakati mmoja. Aliweza kung'oa mageti, alikuwa ni tishio. Ilikuwa ni tishio mpaka maadui zake wakatafuta namna ya kuweza kuhakikisha wanamzofisha ile nguvu yake na kumkamata, kujua asili ya nguvu yake. Kwa hiyo jina aliyopewa na wazazi wake lilikuwa ni jina ambalo limebeba kile alichokibeba ambacho Mungu alimuita akifanye duniani. Alikuwa ni mtu mwenye nguvu. Wanaweza sana. Sijui kama unanielewa. Alikuwa ni mtu mwenye nini? Mwenye nguvu sana ndani yake. Kwa nini? Jina lilibeba vitu fulani juu ya maisha yake. Kwa maana ukiangalia watu kama kina Samsoni wana juhudi sana ya kujitupa. Wanapambana sana namna kujitupa. Lakini pia ndani ya jina lao hilo pia ndani yao pia kuna udhaifu ambao unabeba hilo jina. Ndani yake pia kuna udhaifu. Haleluya. Haleluya. Tupige hatua. Nataka nikuonyeshe ili uweze kuelewa na Mungu akusaidie. Hebu twende kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 21 mpaka 23. Piga hatua. Nataka uone hapa na Mungu akusaidie. Biblia inasema kitabu cha Mathayo 1:21-23. Asema naye atazaa mwana
nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana ni mwokozi. Yesu tafsiri yake ni mwokozi, atawaokoa watu na dhambi zao. Yeye anasema utazaa mtoto, lakini huyu mtoto atakayemzaa mimi nakupa jina. Nakupa jina, mimi ni Mungu. Nakupa jina, atakuwa mwokozi. Neno mwokozi, tukisema kwa mfano mimi, kwa mfano, chukulia mfano mtu amedumbukia kwenye maji. Asili ya maji yale, manake kama sikupata msaada, maana yake atamdhibiti na kumuua. Mtu anapojitosa kwenye maji kwenda kumtoa, maana yake anapomtoa nje ni kwamba amefanyika kuwa mwokozi. Yale maji kwa lugha nyingine ni kama ameyazidi maarifa na kisha akaweza kumtoa yule mtu. Kwa hiyo maana yake huyu alienda kumwokoa alikuwa na vita ya maji. Maji maana yake yenyewe alikuwa anamzuia asimuokoe yule aliyezama. Lakini alipoweza kumtoa, maana yake aliweza kuyazidi na akawa ametoka. Kwa unaposema mwokozi, maana yake pia una asili ya kumzidi anayeshindana na wewe. Tunaposema Yesu mwokozi, maana yake ndani yake ana asili ya kumshinda adui ambaye ni shetani, ili atimize kusudi la Mungu la kuweza kutuokoa. Kwa hiyo kwenye jina lake kuna nguvu, ambayo hiyo nguvu ina uwezo wa kumzofisha adui na kummaliza na kupata matokeo ambayo sasa yamepelekea pengine mimi na wewe leo tuokolewe. Haleluya! Tunasema kwamba atakuwa mwokozi wa watu pamoja na dhambi zao. Atawaokoa watu pamoja na dhambi zao. Haijalishi dhambi hii asili yake ni nini, lakini atakuwa na nguvu ya kuhakikisha mtu mmoja anamwokoa. Huyo ni Yesu. Anamwambia jina lake atakuwa mtu fulani. Kwenye jina maana yake ipo siri iliyofichika ndani yake. Haleluya! Tupige hatua tena. Tuangalie sasa kipengele kifuatacho. Hebu nisome kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 5. Hapo nisome kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 5. Biblia inasema, Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, ndiyo, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Ndiyo. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Ndiyo. Akakusanya wakuu wa makuhani wote, waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo kazaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndiyo ilivyoandikwa na manabii. Sasa sikilize vizuri. Tunaanza kuona bisha kwenye hiyo mstari wa 1. Tunaanza kuona Yesu anazaliwa akiwa na utambulisho. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama majusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Hapo ndipo ambapo vita ya Yesu ilipoanzia kati ya yeye na Herode, kwa sababu utambulisho wake ulimtambulisha ni nani. Huyu aliyezaliwa ni nani? Siku zijazo ni nani? Nikimwacha huyu atakuwa tishio. Kwenye ulimwengu wa roho kuna namna ambavyo wanaelewa utambulisho wako. Kuna namna ambavyo unafahamika utambulisho wako. Maana yake utake usitake, kuna namna ambavyo unatambulika wewe. Wanakutambua kwa namna fulani. Sasa maana yake tunaanza kuona kuzaliwa kwa Yesu kukatoa utambulisho wa mtu kwamba ni mfalme wa Wayahudi, ikatengeneza vita kwenye maisha yako. Kwenye maisha yako, pamoja na kwamba umezaliwa, kuna utambulisho uliozaliwa nao, lakini ule utambulisho kwenye ulimwengu wa roho kuna namna ambayo wanapambana. Na ndio maana kuna vitu ambavyo vinasimama, kuna vitu ambavyo vinaharibika, kwa sababu
wanadili na utambulisho wako, kwa sababu wakiachia itatokea sawa sana vile ambavyo imepangwa. Na adui yeye yuko kupambana kuhakikisha aidha anaua utambulisho wako ambao umebeba hatima yako. Sasa manake utambulisho wa mtu kwa maana unakuzaliwa. Utambulisho wa mtu unakuja pia tena, kwa mfano mtu anaposoma. Mtu akisoma amefikia namna fulani, ama anapoanza kwa lugha ile safari ya kwanza kusoma, anaanza kutekeleza utambulisho mwingine. Kwenye hiyo hatua kuna vita. Wanapambana kuhakikisha wanazima utambulisho unaohusiana na elimu. Ndio maana watu wanakuambia niliishia la pili, nikatokea nikaugua sana, nikakomea hapo. Mwingine anakuambia baba na mama walifariki, alafu mjomba alikuwepo na ndugu alikuwepo, lakini eti wakagoma kunisomesha. Manake adui alikuwa anapambana na utambulisho unaohusiana na elimu. Anazuia kwa sababu anajua kwenye elimu huyu atakwenda kuwa mtu fulani. Kila eneo analoliishi mtu ama kwenye maisha ya mtu kuna utambulisho. Kwa mfano, huyu amesoma, mwingine amemaliza kusoma, kuna utambulisho akishapata kazi. Kuna issue umesoma, umemaliza sawa, una PhD sawa, una degree moja sawa, ni utambulisho kwako umemaliza. Lakini hatua ya kuajiriwa ni utambulisho tena, kwamba bwana huyu ni mwalimu wa sekondari, huyu ni mwalimu wa shule ya msingi, huyu bwana ameajiriwa na taasisi fulani fulani. Manake ule ni utambulisho unaomtambulisha mtu. Kwa hiyo kapigana vita vya kusoma, ameshinda ile hatua, hakuzimishwa. Amepambana pia kwa namna fulani akapata kazi, imempa utambulisho kwenye maisha yake. Adui anapambana na utambulisho. Kwa hiyo tena hapo kuna vita nyingine. Unakuwa umepata kazi, kuna utambulisho tena wa kuolewa. Yule ni mke wa mtu fulani, ni utambulisho. Nje na jina lako kwamba bwana huyu ni mke wa mtu fulani, ni utambulisho. Kwenye huo utambulisho wa kuwa mke, wa kuwa mume, kuna vita ya utambulisho huo. Kwa nini awe yeye? Kwa nini nisiwe mimi? Kwa nini wasiwe watoto wetu? Yaani kuna vita kwenye hilo eneo. Kuna mwingine anataka akutoe ili aingie yeye. Kuna vita kwenye hilo eneo. Utumishi kama kwangu ambao niko nao, kuna vita ya kuwa hapa. Vita, kuna vita ya ndani, kuna vita ya nje. Haleluya. Baraka wakati mwingine atakayekuinukia ni huyo ambaye alikuja ajui kusema hata Bwana Yesu asifiwe, ukamwelekeza, ukampa nafasi, ukamfundisha. Hii ni kitabu cha Mathayo. Lakini huyo anaweza akaja akageuka tena, anapambana na utambulisho wako. Na yule anapotoka nje anaweza akawa na nguvu zaidi kuliko mtu wa nje, kwa sababu yule anafahamika ni mtoto wa pale. Anaanza kusema pale pako 1, 2, 3, 4, 20. Anapambana na utambulisho wa kuhani aliyowekwa pale. Kwa lugha nyingine pia anapambana na utambulisho wa kimungu. Hivi hujawahi kujiuliza? Yaani mtu anaanza kukwambia vitu ambavyo na unaambia kabisa huyu mtu tumekuwa naye, lakini baada ya kukengeuka anaanza kuzungumza vitu ambavyo haviko. Na kuna wakati mwingine ameshakosea ila anaanza kuzungumza vitu fulani. Mimi huwa sipambani na watu wa namna hiyo, na kawaida ya kusikia na kunyamaza. Mwenye kazi ana uwezo wa kujipambania. Haleluya. Haleluya. Na kila anayepanda chochote ubaya juu ya mtu, uelewe kwamba kuna ushindi wa muda mfupi tu ambao mtu anaweza akaufurahia, lakini kuna mabaya zaidi. Haleluya. Kuna mabaya zaidi. Yaani kuna watu wengine unaona kabisa, unaona huyu sio binadamu wa kawaida. Yaani anafurahia kazi ya Mungu ikiharibika. Unaona sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo sasa adui anapambana na utambulisho. Anapambana na utambulisho wako. Kuna mtu mmoja na wazo, nataka nifungue biashara. Biashara ile ina utambulisho. Ukifungua biashara itakutambulisha. Kwa hiyo yeye adui anachopambana, anapambana na utambulisho. Anaanza kufungua biashara. Anaanza kufungua duka. Anaanza kufungua mgahawa. Anaanza kuanzisha shule. Anaanza kuanzisha kitu fulani. Chochote unachokifungua kitakutambulisha. Iwe kwa udogo, iwe kwa ukubwa, lakini kitabeba utambulisho. Kuna watu hapa wana taasisi za kwao tu private, lakini zimebeba utambulisho. Wakati mwingine tunatamani nikutane na mtu fulani. Unasikia mtu mmoja nikimtaja sio kwa baya, sababu pia ni mtumishi na ndugu yangu katika Bwana. Kwa mfano mtu anataja Marco. Ile Marco ni mtu gani? Labda ni pande la mtu ameenda hewani sana, si uko vipi? Yaani kwa nini? Alichokifanya kimebeba utambulisho.
kimebeba utambulisho. Adui anachopambana ule utambulisho wako. Akishagundua tu utambulisho wako, ndio maana nikakwambia wakati mwaka unaanza, wala nyingi watu tunaweza kuwa uelewi. Nikakwambia hivi, yale malengo ulionayo lete madhabahuni tuiombe, kwa sababu yale malengo yamebeba utambulisho wako. Sasa kuna watu ambao hawajafanya na kuna watu ambao unaangalia kabisa hivi, huyu kafanya, anaelewa anachokifanya, kwa sababu adui anapambana na utambulisho wako. Hapa akazaliwa Yesu, Herode anasikia amezaliwa. Ngoja nikupeleke hapa kidogo, unaweza kanielewa. Kwa mfano, katika serikali hii ambayo tunaishi, tupo katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna vita ya majina. Unajua kuna watu wanapigana vita ya jina. Hili jina langu. Hili jina langu na dokumenti hizi hapa kabisa. Jina langu. Tena hili jina bwana nilipata nilikuwa majarubani mwaka fulani nikaandika hapa. Sasa mbona huyu anatumia jina langu? Na ndio maana serikali ikaweka taasisi ambazo zinahusika. Kwa mfano, umeshawahi kusikia labda taasisi moja inaitwa BRELA. Haijawekwa tu hivi. Jina ni utambulisho. Jina ni mtu. Jina ni maisha ya mtu. Ili kuepusha migogoro, ikawekwa BRELA kwamba unapokuwa na jina fulani, ili pasiingilike mkanganyiko wa mtu mwingine kulichukua, nenda kwenye taasisi hii, lisajili jina hilo. Yaani ifahamike kabisa hili jina ni la mtu ambalo analo. Ukiwa na jina, alafu jina hilo akalichukua mtu mwingine akaenda kwenye taasisi akalisajili, wewe ukienda unasema nasajili, unaambiwa tayari hili jina lina mtu alishasajili. Unasema mbona ni jina langu? Unaambiwa tayari ameshasajili. Watakayemtambua ni yule aliyefika na akafanya taratibu zote za kiserikali. Sasa serikali iliweka ili kuondoa mikanganyiko na magomvi. Watu wangekuwa wanapigana, na wako watu mpaka leo wanapigana. Mwezi wa kwanza nilikutana na rafiki yangu mmoja anapambana, anasema jina langu bwana kuna mtu amelichukua. Nampatia kisheria lakini hajasajili. Halafu wote wakawa hajasajili. Akapewa tu maarifa hapa pambana. Kwa sababu ya vielelezo ambavyo vilikuwa vinaonekana vipo, inaonekana yeye ndio mwenye jina. Akapewa sasa pambana hapo ulisajili kwa haraka. Maana yake kuna vita inayotokea juu ya jina. Haleluya. Juu ya jina. Na jina kulijenga kuna gharama kubwa. Kuna gharama kubwa ya jina kulijenga. Yaani sio kitu cha kawaida. Kuna gharama kubwa. Na kuna mapito mengi kwenye hilo jina. Kuna vitu vingi utavipitia. Utakataliwa, utafanyiwa hivi, unalijenga lile jina. Sasa jina linapokuwa watu wengi ulitamani. Ndio maana leo unaweza ukawa na jina, mtu akaja kuambia nataka tuingie ubia kwenye jina lako. Nitumie tu jina lako. Nitumie jina lako ili ama niweke share kwenye jina hilo. Tufanye biashara. Kwa sababu ile jina tayari limeshakuwa ni jina ambalo lina wafuasi wengi. Kwa hiyo kila anayetumia jina lile maana yake linampa matokeo. Hebu angalia jina kama Yesu. Miaka 2000 linatamkwa jina Yesu duniani. Hakuna jina maarufu kama jina hilo. Yaani maana yake ni jina ambalo Mungu amelibrand. Ni jina hilo kila mtu anatamani Yesu. Jina hilo lifanye kitu kwenye maisha yake. Ni jina. Wako watu wenye majina hapa ambaye tayari wameshabrand. Sasa kuna vita, na ndio maana serikali ikasema okay, tuweke taasisi hii. Wewe una jina, nenda kalisajili. Una jina la biashara, maziwa yasiyoganda wiki nzima, ndio jina lako. Ukibaki nalo hiyo unasema bwana mimi ndio maziwa yasiyoganda wiki nzima, jina langu hilo. Mtu analichungulia na anaona hili jina hili limeshakuwa na mashiko, anawahi kule, anasajili. Hapo anaanza kusikia wewe huko sehemu moja unajitambulisha maziwa sio ganda, au kama hujajitambulisha anaenda pale na mimi ndio maziwa sio ganda wiki nzima. Utena wa wapi? Wewe mbona jina langu hilo? Wewe mheshimiwa na document ya maziwa sio ganda wiki nzima ndio mimi. Kulikuwa kuna tenda hautopewa wewe, atapewa kwenye document. Kwa sababu serikali ndio inamtambua na wakati mwingine analipa mpaka kodi. Kwa hiyo ili kuondoa mkanganyiko serikali ikaweka hiki. Waake nyuma ya jina kuna vita. Watu wanapigana kwa sababu ya majina ya biashara. Amelibrandi kwa kuwekeza fedha nyingi sana kulitengeneza jina lile. Jina likuu kwa siku moja. Jina linakuwa kwa mtu aliyemaanisha
unakwenda unafanya, ni jina limekuwa, na kisha watu wanakufuata kwa sababu ya jina liliopo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Jina, haleluya, ni jina. Kwa hiyo unaanza kuona nyuma ya jina kuna vita inayoendelea. Hivi unajua kwenye jina ulionalo, majina ulionayo, majina ulioitwa, kama nimekwambia tangu mwanzo, watu wana majina zaidi ya moja. Majina ulioitwa, yote ulioitwa, upande wa baba, upande wa mama, majina yako ndani yake yana vita. Majina ya biashara ulionayo ni vita. Jina, watu wanapokwenda mahali ambapo labda pengine panatenda, yanatangulia majina ya makampuni. Unaweza ukasikia hivi, kati ya watu ambao wanaomba mradi huu kufanya ni nani na nani, unasikia kuna kampuni fulani na fulani. Hata kama wewe una kampuni pale, ukisikia kampuni fulani unashtuka kwa sababu ya ile jina. Sasa huyu jamaa na jina, tapata hii kazi. Yaani kuna watu ukishamuona ametokezea hapo, wewe mwenyewe unaweza kuagua kwa sababu kama bwana mkubwa huko bwana, ngoja tu niondoke. Jina. Yaani watu wataki kuhangaika, wanasema tutafanya kazi na huyu hapa jamaa kwa sababu kazi zake tayari zimeshaonekana na nini. Yaani bwana, sasa tuhangaike na huyu mtu ambaye hata hatujui. Jina. Haleluya. Ana jina. Sasa nyuma ya jina iko vita inayoendelea. Herode akasikia amezaliwa mfalme wa Wayahudi, akatengeneza mfumo, utaratibu wa kutaka kujua yuko wapi ili aweze kumwangamiza aliyezaliwa mwenye jina, title la ufalme wa Wayahudi. Hivi unajua kwenye yale ambayo unayapitia wakati mwingine imebeba ni ile jina ulionalo. Jina ulionalo. Na nimekwambia jina, usiongelee tu jina lako unaitwa Karunde, no. Angalia jina, biashara, kazi, mambo mengi ambayo unayofanya, kuna utambulisho ndani yake. Nyuma yake kuna vita inayoendelea. Haleluya. Wengine vita vyao wamefungwa eneo fulani. Unaweza ukafungwa usiolewe kwa sababu kwenye kuolewa kuna utambulisho. Kuna utambulisho. Kuna utambulisho wa kubadilisha historia. Kuna mtu anapooa ama kuolewa ndio maisha yake yanabadilika jumla. Ametoka kwenye familia ambayo haieleweki, lakini anajua kabisa akiungana na huyu mama, huyu jamaa atakuwa na utambulisho mwingine. Kwa mwanaume anaweza akapata utambulisho kupitia mke atakayemuoa. Anatoka kuwa katika utambulisho wa kudharaulika, anakuwa mtu wa kuheshimika. Wakati mwingine unaweza ukaingia kwenye familia fulani, ile familia tayari ina utambulisho. Ukishahesabika wewe ni wapara, tayari kuna utambulisho fulani ambao unaubeba. Hali ya hewa inabadilika. Ulikuwa uamini, utaanza kuaminiwa. Ilikuwa watu wa kuangalia kwa namna fulani, utaanza kuangalia kwa namna fulani, kwa sababu unaambia anatokea kwenye familia ya mtu pale, ni mtoto wa fulani, tumwacheni, ni mtoto wa fulani. Utambulisho ulioubeba wakati mwingine ndani yake unaweza ukatengeneza vita. Jina lako limebeba nini? Somo hili ni refu sana. Utambulisho wako kwenye biashara, unajua nyuma yake umebeba nini? Utumishi wako, unajua nyuma yake umebeba nini? Kile unachowaza kufanya kimebeba nini? Kwa sababu kitakwenda kutambulisha. Unajua vita ya hicho unachokwenda kukianzisha. Umejiandaaje? Umejiandaaje? Kila baraka inapokuja kwenye maisha ya mtu inaleta utambulisho mwingine. Yaani baraka ambazo zinakuja kwenye maisha yako zinakuja zikiwa na utambulisho wa kutambulisha wewe ni fulani sasa hivi, lakini kuna vita inayotokana na huo utambulisho na hizo baraka. Ndio maana kwa watu ambao wamekufa ghafla tu, kifo cha ghafla baada ya ile neema kuingia kwenye maisha yake. Lakini Mungu akusaidie ili basi tunajifunza haya yakaweza kusaidia kutoka kwenye changamoto ulio nayo. Haleluya. 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 Nani anaweza akatuambia jina lake la asili hapa, afu katuambia na maana yake? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina langu la asili linaitwa Wegesa. Maana yake nimezaliwa wakati wa mavuno na linatokana na mavuno. Aha.
Unaitwa nani? Uigesa. Uigesa. Mavuno. Haleluya. Huyu anaitwa Uigesa, alizaliwa wakati wa nini? Wa mavuno. Mwingine